Yes, mimi naamini kwamba watu ambao wameitazama sini hapa watakuwa wamestushwa kidogo, yani kifupi ni kwamba watakuwa wameshuka sana kwa sababu haya maamuzi ni maamuzi magumu sana ambayo Pascal ameyafanya. Lakini ndugu mpenzi mtazamaji, hivi unafikiri kwamba hii itakuwa ni kweli ama kuna mtu anaota hapo? Yani kifupi ni kwamba huenda Lydia anaota Mr. Pascal akimfanyia hiki kitendo kwa sababu makosa aliyoyafanya ni makubwa. Sasa ukiangalia unaweza kufikiri kwamba ni kitu ambacho kiko real, lakini nikwambie tu kwamba hii hapa itakuwa ni ndoto kabisa na tutakwenda kujua kwenye episode ambayo inafuata, lakini moja kwa moja nikujuze tu kwamba hii hapa haiwezi kuwa kweli na Mr. Pascal anawezaje kufanya hiki kitendo, kwa sababu tunafahamu pamoja na kwamba Mr. Pascal amekasirika sana, sidhani kama anaweza kufikia hatua hii hapa ya kuweza kumuua mke wake, no? Lakini pia ingekuwa ni vema sana kama hii haitakuwa ni ndoto, kwa sababu ninatamani kuona Lydia anapigwa risasi moja kwa moja. Sasa sijui nyie mnasemaje, kwa sababu Lydia bwana sio mwanamke ambaye anafaa kuolewa kabisa. Yani katika wanawake ambao wanaweza wakaitwa na wakatoka kwamba wanawame, yani hawa hapa hawezi wakatoka kabisa. Wanawake wenye tabia kama za Lydia wanatokaje? Kwa mfano sasa, kuna tukio ambalo lilikuwa huko nyuma na wengi mlifikiri kwamba labda Mr. Pascal atafanya kitendo cha kulala na huyo binti ambaye wanamuita Suzy. Mimi mwenyewe ni miongoni mwa watu ambao walifikiria labda huenda Mr. Pascal kutaka kujiliwaza atalala na huyo binti. Sasa kuna wengi walikuwa wana shauku sana ya kutamani kuona binti ambaye angepata nafasi hii ambayo huyo binti alikuwa ameipata angekuwa ni binti ambaye anaitwa Kiduchu, lakini haijawa hivyo. Lakini pia itakuwa ni faida kwa upande mwingine kwa sababu hakijaharibika kitu, kwa sababu Mr. Pascal tunafahamu hajafanikiwa kuweza kulala na huyu binti. Sasa kiufupi tu ni kwamba mwamba Mr. Pascal alikuwa out of his mood na ndo maana alihitaji kufanya hicho kitendo, lakini kikubwa tu ni kwamba Mr. Pascal anatambua utu. Yani kifupi ni kwamba anaheshimu sana miiko na maadili ya ndoa. Yani kifupi ni kwamba unaweza ukaona kwamba Mr. Pascal hajafanya hivyo kutokana na kwamba anaamini hataki kuwa kama mke wake. Yani mke wake ni mshenzi, sasa hataki kuwa kama mke wake, yeye anatakiwa kuwa mtu safi. Lakini kikubwa tu ni kwamba huenda Mr. Pascal bado anaiheshimu ndoa yake. Yani kifupi ni kwamba sidhani kama hiyo hapo ilikuwa ni sababu ya kumfanya aache kulala na huyo binti. Lakini kikubwa tu ni kwamba ameepuka hiki kikombe. Huenda huyo binti atakuwa na magonjwa yake huko. Sasa hii ni Mungu amemsaidia tu, maana ako kabinti hata sikaamini kama ulivyoweza kuona jinsi kalivyokuwa kamechangamka, katakuwa kana mambo yake hako. Sasa kuna kitu kingine pia ambacho kimenikera sana, ni kwamba baada ya Mr. Pascal kuweza kujitambua kwamba hatakiwi kufanya ujinga ule aliokuwa anataka kufanya na yule binti ambaye wanamuita Suzy, ni kwamba nikafikiri labda huenda moja kwa moja atakuwa ameachana na pombe, aanzishe maisha mengine, aende nyumbani atoe talaka, basi akatafute Kiduchu. Sasa sikujua kwamba mwamba atakuwa bado anaifikiria pombe. Yani kifupi ni kwamba kuliko aendelee kuzama huku ni bora akarudi tu kutafuta wanawake kalale nao kuliko kuja kunywa pombe huko akiamini kwamba anatoa mawazo wakati ndo anajiongezea mawazo. Naam, tuachane na hapo. Sasa jaribu kufikirisha akili yako na ukumbuke tukio lililotokea kule nyuma wakati wa uchambuzi. Ni kwamba tuliweza kuona Mr. Pascal amempiga risasi mke wake Lydia. Ukijaribu kuangalia jinsi ambavyo hali yake ilikuwa mbaya hapo, ulevi, sidhani kama haya matukio yanaweza yakawa na uhusiano. Ukijaribu kuangalia mwamba ni kwamba bado yuko kwenye dimbwe zito la ulevi. Sidhani kama angepata akili ya kuja kufanya kile kitendo kwa mke wake Lydia, na ndio maana nikakwambia kwamba huenda pale kuna mtu alikuwa anaota, aidha alikuwa Lydia mwenyewe au alikuwa ni Mr. Pascal mwenyewe, lakini nafikiri Lydia ndio mtu ambaye alikuwa anaota. Sasa kikubwa tu ni kwamba Mr. Pascal ni bora angeachana na kunywa pombe, aje kumtafuta Kiduchu huko kijijini, kwa sababu akichelewa tu huenda lile jamaa litafanikiwa kumtongoza binti na akaingia kingi, kwa sababu kwa sasa tunaona kabisa kwa Kiduchu kanataka pesa. Yani japokuwa haujakaelewa bado, lakini nafikiri kwamba kanahitaji pesa kwa huyo bamba, kwa sababu ukijaribu kuyasikiliza maongezi yao ni kwamba binti alimwambia kwamba angekuwa anahitaji pesa asingemtuma mdogo wake Kitundu, angeifuata mwenyewe. Maana yake hii inamaanisha kwamba muda si mrefu, kutokana na uhaba wa pesa, huyu binti anaweza kaingia kwenye mahusiano na yule mwamba. Kama tunavyofahamu ni kwamba money siku zote zinaongea, yani kiufupi ni kwamba money always talk. Sasa hiki ni kitu ambacho kinakwenda
kutokea. Sasa Mr. Pasali ni kuchangamkia fursa tu, aachane na ulevi, aende kumtafuta binti ambaye anaitwa Kiduchu. Sasa unafikiri ni vitu gani ambavyo vinakwenda kutokea kwenye episode zinazofuata? Moja kwa moja episode inayofuata itakwenda kutujuza ni yapi ambayo yanaendelea kwenye hili tukio. Yani kifupi ni kwamba kuna mtu alikuwa anaota ama ni tukio la kweli, na kama ni tukio la kweli litakuwa linampeleka jela huyu mwamba kwa sababu ile ni tukio la mauaji. Sasa sidhani kama itakuwa ni kweli, hebu tutaona. Sasa nikujuze tu kitu ambacho kinakwenda kutokea kwenye episode inayofuata ni kwamba mwamba Mr. Pasali lazima atarudi nyumbani kwa wakati huo, lakini tukumbuke tu kwamba kwa sasa mama yake na Pasali yuko nyumbani. Moja kwa moja utakuja kujua kabisa kwamba huyu mwanamke ambaye anaitwa nani, wanamuita Lydia, sio mwanamke anayefaa, yani sio mwanamke sahihi. Yani kama anapata ujasiri wa kujibizana na mama mkwe wake majibu ya kijinga, yani kifupi ni kwamba huyu mwanamke hafai kabisa kwa matumizi ya ndani. Yani huyu hapa ni chombo cha starehe, ni bora tu angeenda kufanya kazi ya kujiuza. Nafikiri hii kazi inamfaa huko ba. Yani kifupi ni kwamba Mr. Pasali hakutakiwa kabisa kuoa huyu mwanamke. Sasa sijui ni kwa nini, kwa sababu tunaona Mr. Pasali ni mtu ambaye ana hofu ya Mungu, na moja kwa moja huyu atakuwa ni mtu ambaye anapenda kusali sana. Sasa kama wanavyosema waumini kwamba siku zote mke anatoka kwa Bwana, sasa inakuwaje Bwana anampatia huyu mke Mr. Pasali? Sasa ili ni kosa kubwa ambalo nafikiri nimeweza kutokea kwenye maisha ya Mr. Pasali, lakini kikubwa tu ni kwamba tumpongeze sana Mr. Pasali kwa kuweza kujitambua. Yani kifupi ni kwamba kitendo ambacho alikifanya kuacha kulala na kaka binti kilikuwa ni kitendo kizuri sana. Lakini pia kuna tukio zima ambalo ninaweza nikafikiri litatokea kwenye episode ya 81 au 82. Ni kwamba huyu dogo ambaye anaitwa Suzy ameingizwa kwenye mkenge. Yani kifupi ni kwamba ameingia cha kike. Ni kwa nini ninasema kwamba ameingia cha kike? Tunafahamu kwamba hapo amempeleka guest, lakini huko guest mwamba ametoroka bila kulipa nini, bila kulipa bili. Moja kwa moja hapa kuna kaugomvi ambako kanakuja kutokea muda si mrefu. Yani kifupi ni kwamba kwenye episode zinazofuata ni lazima kabinti ambako anakaitwa Kasuzi lazima katamtafuta tu Mr. Pasali kwa ajili ya kumtolea lawama. Kwa nini alikaacha vile? Kwa nini aliondoka bila kuaga? Sasa hili ni kosa ambalo linakwenda kupelekea ugomvi mkubwa sana kati ya Suzy pamoja na Mr. Pasali. Nikwambie tu kwamba hii hapa ni Ama Films, na usisahau kubonyeza neno subscribe kabisa kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa.